Leo tutaangalia wizi wa benki hatari sana. Waliiba na kutokemea kusikojulikana kwa kina sana. Majasusi walijaribu kuwatafuta bila kuwapata. Hata hivyo walimpata mmoja wao, Spaghiari, lakini bado alitoroka. Mtazamaji wangu, babu zetu waliamua kuwa wakarimu na Mungu aliwabariki sana katika dunia hii ya sasa. Watu wengi wamekuwa wachoyo sana, ni wachache tu wamebaki na ukarimu wa baba zao. Na kuomba rafiki, amua kuwa mkarimu kwa kusubscribe na kulike na pia kucomment ili kunitia moyo. Karibu kwenye kisa cha kweli. Mwaka 1976 ulikuwa moja ya vipindi vya ajabu katika historia ya Ufaransa. Kipindi ambacho nchi ilikuwa ikijaribu kusawazisha kati ya utulivu wa kisiasa baada ya vita na mabadiliko ya kiuchumi yaliyokuwa yakitikisa bara lote la Ulaya. Katika jiji la Nice, mji wa kupendeza ulioko kusini mwa Ufaransa, unaojulikana kwa fukwe zake za bahari ya Mediterania, maisha yalionekana ya kawaida. Wageni walitembea kando kando ya ufukwe wa Promenade des Anglais, wakinywa kahawa kwenye mikahawa ya kifahari huku wakifurahia upepo wa bahari. Lakini chini ya uso huu wa utulivu kulikuwa na mpango wa kihalifu uliokuwa ukibuniwa kwa ustadi wa hali ya juu, mpango ambao ungefanya historia kama wizi wa benki uliofanikiwa zaidi nchini Ufaransa. Heben Albert Spaghiari hakuwa mjambazi wa kawaida. Alizaliwa mwaka 1936 huko Hires, mji mdogo wa kusini mwa Ufaransa. Wakati wa ujana wake alijiunga na jeshi na alipigana katika vita vya Indochina, akijifunza nidhamu, uvumilivu na stadi za kupanga kwa uangalifu. Baada ya kurudi nyumbani, alijaribu maisha ya kawaida. Aliwahi kuwa mpiga picha wa harusi, mmiliki wa duka dogo la picha na mtu aliyependwa katika jamii ya Nice. Alijulikana kwa ucheshi wake, kwa mavazi ya heshima na kwa ujasiri wake wa ajabu. Wengi hawangewahi kudhani kwamba chini ya sura yake ya mtu mwema kulikuwa na akili ya jinai iliyokomaa. Spaghiari alikuwa na hamu ya vitendo vya hatari na kila mara alihisi maisha ya kawaida ni ya kuchosha. Alikuwa anapenda vitabu vya wizi, hasa hadithi za Arsène Lupin, jambazi wa kifahari aliyejulikana kwa kutumia akili badala ya nguvu. Katika akili ya Spaghiari, wizi bora haungehusisha silaha wala vurugu. Ungekuwa ni kazi ya ubunifu na akili safi. Kauli yake maarufu ilikuja baadaye: sans arme ni haine ni violence, bila silaha, bila chuki, bila vurugu. Benki Société Générale, mji wa ndoto na shabaha ya dhahabu. Benki ya Société Générale mjini Nice ilikuwa moja ya taasisi kongwe na zenye heshima zaidi. Ilijengwa kwa muundo wa karne ya 19 ikiwa na kuta nene za saruti na vault, sefu kuu chini ya ardhi iliyodhaniwa kuwa salama kupita maelezo. Ndani yake wateja matajiri waliweka vito vya thamani, dhahabu, pesa taslimu na nyaraka muhimu. Wafanyikazi wa benki waliamini hakuna mtu anaweza kuingia humo bila kuvunja milango mikuu au kusababisha kelele zingewasha alamu. Lakini Spaghiari, akiwa mtu mwenye maono makubwa, hakuona ukuta bali changamoto. Alianza kuamini kuwa vault hiyo ingeweza kufikiwa kutoka chini ya ardhi kwa kuchimba shimo dogo linalopita kwenye mtaro wa maji taka uliokuwa karibu. Hapo ndipo akili yake ya ubunifu ilipoanza kufanya kazi kwa kasi. Mwanzo wa mpango. Wakati fulani mwanzoni mwa mwaka 1976, Spaghiari alipata wazo ambalo lingebadilisha maisha yake na historia ya uhalifu wa dunia. Aligundua kuwa mtaro wa maji taka wa zamani ulipita karibu sana na benki hiyo. Akiwa na ramani ya jiji la Nice, alianza kuchunguza njia zote za chini ya ardhi kwa usiri mkubwa. Wakati wengine walikuwa kijali likizo na biashara, Spaghiari alitumia miezi mingi kupanga kila hatua, akijua kosa dogo lingeweza kumfichua. Kwa siri kubwa, alianza kuunda kikosi maalum cha watu aliowaamini. Wengine walikuwa wapangaji wa nyumba, wachimbaji, mafundi umeme na watu waliokuwa tayari kufanya kazi kimya kimya bila kuuliza maswali mengi. Hakuwaajiri wahalifu wakubwa. Alitaka watu wasio na rekodi mbaya ambao wangeweza kuaminika na wasingevutia macho ya polisi. Kila kitu kilifanywa kwa umakini mkubwa. Walijipatia vifaa vya kuchimba, walipanga njia ya kuingia kupitia handaki na walihesabu umbali kwa uangalifu. Kila usiku walijificha kwenye maeneo ya karibu, wakipima kelele, wakitathmini udongo na wakijaribu kuhakikisha hakuna mtu angegundua shughuli zao.
Usiku mmoja, baada ya majaribio kadhaa, walipata njia ya moja kwa moja kutoka mtaro wa maji taka kuelekea chini ya vault ya benki. Umbali ulikuwa mita chache tu, kama hatua 10 au 12, lakini kufikia hapo ilikuwa kazi ya miezi mingi ya uvumilivu. Kazi ya usiku, operation ya kimya kimya. Kila usiku wakipokuwa Nice ikilala, kikundi cha Spaghiari kiliteremka chini ya ardhi kikiwa na taa ndogo za battery na hewa ya oxygen. Walichimba udongo kidogo kidogo, wakibeba mchanga kwenye mifuko ya plastiki na kuutoa nje kwa siri. Wakati mwingine walikaa saa 12 bila kuzungumza, wakisikiliza kila mtisiko, wakiogopa kwamba mtu angesikia sauti zao. Waliweka vibao vya mbao kuimarisha shimo, wakaweka mabomba ya oxygen ili wasizirae. Kazi hiyo ilihitaji uvumilivu wa kipekee. Wakati mwingine maji taka yalijaa, wakalazimika kusitisha kazi kwa siku kadhaa. Lakini Spaghiari aliendelea kuwaongoza kwa ari isiyo na mfano. Wiki ya mwisho kabla ya wizi, kufikia Julai 1976, walikuwa wamekaribia vault. Walijua kuwa ukuta wa mwisho ulikuwa ni sarenti nene yenye choma ndani yake. Spaghiari alihitaji mpango wa kuvunja ukuta huo bila kelele kubwa. Alitumia maarifa aliyojifunza jeshini kutengeneza cutting torch ya gesi yenye moto mkali bali kimya. Walipanga kutekeleza wizi huo mwishoni mwa wiki, wakati benki itakuwa imefungwa kwa siku 2. Usiku wa Jumamosi tarehe 16 Julai 1976, kila kitu kilikuwa tayari. Waliingia kupitia handaki lao, vikeba vifaa, chakula na maji kwa siku 2. Walipofika kwenye ukuta wa vault, walifanya kazi kwa masaa machache hadi kuweza kutengeneza tundu dogo. Walipoingia, macho yao yalishuhudia kile ambacho wengi hawawezi kuamini: maandiko ya dhahabu mengi, almasi na pesa taslimu mengi zilizohifadhiwa kwa usalama wa hali ya juu. Ndani ya vault, dunia ya hazina. Wakiwa ndani ya vault, walipigwa na butwaa. Kuta zilikuwa zimepangwa safu kwa safu za safe deposit boxes, visanduku vidogo vya chuma vilivyokuwa vimejazwa mali za thamani. Ndani yake kulikuwa na vito vya dhahabu, almasi, fedha taslimu, hati za mali na nyaraka za kifedha. Kwa muda walitazamana kana kwamba hawakuamini macho yao. Hawa walikuwa watu wa kawaida, lakini mbele yao kulikuwa na mali yenye thamani ya mamilioni ya dola. Wengine walitamani kufurahia ushindi huo, lakini Spaghiari aliwakumbusha, tuna siku 2 pekee. Hakuna kelele, hakuna makosa. Tunafanya kazi kwa heshima. Kwa utulivu, walifungua visanduku kimoja baada ya kingine. Wengi wao walikuwa na funguo walizotengeneza kwa mikono, wengine walitumia nyundo ndogo na chuma. Hakuna mlio mkubwa ulionekana. Kila kisanduku kilipofunguliwa, walihifadhi mali kwenye mifuko mikubwa ya kitambaa walioandaa mapema. Kwa kuwa walijua benki haitakuwa wazi hadi Jumamosi, walikaa ndani ya vault kwa siku 2 kamili. Walijipanga kama wanajeshi. Wengine walichukua vitu, wengine walihifadhi, na wengine walilinda mlango wa chini wa handaki. Wakati mwingine walikula mkate, jibini na diwani waliobeba kutoka nje, wakikaa juu ya sakafu ya benki wakicheka kimya kimya. Ndani ya vault hiyo kulikuwa na maandiko madogo ya ucheshi. Spaghiari aliandika ujumbe ukutani kwa kalamu: ni bila silaha, bila chuki, bila vurugu. Ujumbe huo uliacha alama kubwa kwa historia nzima ya uhalifu. Siku 2 za utulivu wa ajabu. Jumamosi mchana, wakiwa bado ndani, mvua ilianza kunyesha nje. Hakuna mtu aliyejua kwamba kundi la wezi lilikuwa likifurahia likizo ya kipekee ndani ya vault ya benki. Spaghiari, akiwa mtu mwenye falsafa yake, aliwaambia, angalia, tunakula, tunanywa na tunachukua pesa yao, na bado hakuna risasi moja imepigwa. Hii ndio kazi safi zaidi duniani. Walifanya kazi kwa umakini mkubwa. Waliweka kila kitu kwenye mifuko mikubwa, mara nyingi wakichukua vitu vya thamani zaidi kama dhahabu, vito na fedha badala ya nyaraka zisizo na maana. Mwisho wa siku ya pili, walikuwa wamepata mali inayokadiriwa kufikia frank milioni 60 hadi 100, takriban dola milioni 10 wakati huo, sawa na zaidi ya dola milioni 40 leo. Kutoka kwenye vault bila dalili. Usiku wa Jumamosi kuamkia Jumatano, walikusanya kila kitu walichokuwa weza kubeba. Waliweka mabaki ya udongo na simenti kwenye mifuko, wakahakikisha hakuna alama iliyoachwa.
Walipita kwenye handaki lao kwa utulivu, wakipanda hadi nje ya benki kupitia njia ya maji ya taka waliochimba. Ndani ya dakika chache walikuwa wamepotea gizani mwa Nice, kila mmoja akichukua sehemu yake ya mali. Alipokuwa akipanda ngazi za handaki, Spaghiari alisimama na kugeuka nyuma mara ya mwisho. Alitazama vault ambayo sasa ilikuwa tupu na kusema kwa sauti ndogo, "Hii itakumbukwa milele." Kisha akaondoka kimya kimya. Hakuna mlio, hakuna taharuki, hakuna mtu hata mmoja aliyejua kilichotokea hadi Jumamosi asubuhi. Asubuhi ya Jumatano, wafanyakazi wanashangaa. Asubuhi ya Jumatano, tarehe 19 Julai 1976, wafanyakazi wa Societe Generale walipofika kazi, waliona mambo ya ajabu. Kwenye mlango wa vault, kila kitu kilionekana sawa. Hakuna dalili za uvunjaji, hakuna mlango uliovunjika, lakini walipofungua vault, wakapigwa na butwaa. Kila mahali kulikuwa na sanduku lililovunjika, sakafu ikiwa imejaa karatasi, na kwenye ukuta kulikuwa na maandiko ya ajabu: Sans arms, ni hate, ni violence. Walipiga simu kwa polisi mara moja. Wataalamu wa uchunguzi walikuja, wakachunguza kila kitu, lakini hawakuamini macho yao. Hakuna njia ya wazi ya kuingia, hakuna mlango ulioharibiwa, hakuna alama za vidole zenye maana. Walihisi kama vile wezi hao waliingia kwa uchawi. Mkuu wa polisi wa Nice alisema, kama kuna taji la dhahabu la wizi wa benki, basi hawa wamevalia taji hilo leo. Uchunguzi wa kwanza. Polisi wa Ufaransa walifanya uchunguzi mkubwa. Walianza kuchunguza kila mtu aliyekuwa na uhasiliano wowote na benki, wafanyakazi, matekani, walinzi na hata wafanyakazi wa maji ya taka. Walijua tu kwamba lazima kulikuwa na mtu aliyejua rama ya mji vizuri sana. Waliamua kuanza kufuata mabomba ya maji ya taka yaliyokuwa karibu na benki. Wakiwa na polisi wa kijeshi, walitembea chini ya ardhi kutafuta dalili. Baada ya siku 2, waligundua sehemu ya udongo iliyokuwa imechimbwa upya na mabaki ya vifaa vya ujenzi. Ilikuwa wazi kwamba ndipo njia ya siri ilipoanzia. Lakini bado hawakuwa na jina wala sura ya yoyote. Ilikuwa siri kamili. Vyombo vya habari vilianza kuita tukio hilo Le Cas du Siècle, wizi wa karne. Matokeo ya kwanza. Kwa wiki mahande, polisi walihangaika bila mafanikio. Spaghiari na wenzake walikuwa wametoweka kimya kimya. Wengi walidhani wangehama nchi, lakini ukweli ni kwamba walikaa kimya huko Nice, wakigawa mali yao kwa tahadhari kubwa. Hakuna mtu aliyefanya matumizi makubwa, hakuna mtu aliyenunua gari mapya, na hakuna aliyezungumza. Spaghiari akiwa na ujanja wake alirejea kwenye maisha yake ya kawaida kama mmiliki wa duka la picha. Alipokea wateja wake kama kawaida, akicheka kana kwamba hakuna kitu kilichotokea, lakini moyoni mwake alijua kuwa alifanikiwa kufanya kitu chote kitakumbukwa na vitabu. Lakini moyoni mwake alijua alikuwa amefanikiwa kufanya kitu ambacho kingetajwa kwenye vitabu vya historia. Wakati benki ya Societe Generale ilipogundua kuwa vault yake ilikuwa imetobolewa, hali ya taharuki ilitanda kote nchini Ufaransa. Ilikuwa kama filamu ya Hollywood, lakini halisi. Vyombo vya habari vilijaa vichwa vya habari: wezi wasioonekana wachimba njia hadi benki, zaidi ya mamilioni yamepotea. Polisi wa Nice hawakuamini macho yao. Ukuta wa chuma wa vault ulikuwa umechimbwa kwa ustadi wa ajabu. Hakukuwa na mlango ulioharibiwa wala mashine ya usalama iliyoguswa. Ilionekana kama mtu alikuwa na ramani kamili ya muundo wa benki na alijua kila hatua. Mwanzo wa uchunguzi. Wapelelezi wa polisi, Police Judiciary, walivamia eneo lote. Walikagua kila kona ya vault, wakiokota mabaki madogo madogo, sigara, vifungashio vya chakula na mabaki ya mishumaa. Kitu cha ajabu zaidi walichokiona ni maandishi kwenye ukuta: Sans armes, ni haine, ni violence. Bila silaha, bila chuki, bila vurugu. Maneno haya yalionekana kama ujumbe wa kiburi wa mtu anayetaka dunia ijue kuwa huu haukuwa wizi wa kawaida. Alitaka ujumbe wake usomeke: huu ulikuwa wizi wenye falsafa.
Polisi walijua mara moja kwamba hii haikuwa kazi ya wahalifu wa kawaida. Ilikuwa kazi ya mtu mwenye akili, mpangaji wa hali ya juu na aliyekuwa na ujasiri wa kupindukia. Ndalilu zisizoeleweka. Kama walivyofanya uchunguzi, polisi waligundua kuwa njia ya majitaka iliyotumiwa na wezi ilikuwa ni chimbo kwa usahihi wa ajabu. Sehemu walikopitia ilikuwa karibu mita 8 kutoka vault, na walikuwa wamechukua tahadhari za hali ya juu ili kuepuka kugundulika. Hata walitumia feni ndogo kusukuma hewa safi ndani ya handaki. Baada ya siku kadhaa za kuchunguza, polisi walipata ushahidi mdogo sana, lakini kisha bahati ikawa upande wao. Mtu mmoja aliyekuwa msehemu wa geng, fundi bomba mdogo, alikamatwa kwa kosa dogo. Wakati akihojiwa, alitaja jina lililozua gumzo. Nadhani Spaghiari alikuwa na mpango huu wa jambo hili. Kwa polisi, jina lile lilikuwa geni, lakini walipochunguza waligundua kuwa Albert Spaghiari alikuwa mpiga picha mashuhuri mjini Nice. Hakuwa na historia ya uhalifu mkubwa, lakini alikuwa akihusiana na watu wa tabaka la chini, wafanyabiashara wa kivuli, wanajeshi wa zamani na vijana wa mitaani. Wapelelezi walimfuatilia kimya kimya. Walipopekua studio yake, hawakupata ushahidi moja kwa moja, lakini walipata ramani ndogo ya Nice na alama ya ajabu karibu na eneo la benki. Hilo lilitosha kuanzisha uchunguzi rasmi dhidi yake. Mkamatwa wa Spaghiari. Mwezi Oktoba 1976, polisi walimkamata Spaghiari akiwa kazini kwenye studio yake. Alishangaa, lakini hakupinga. Wakati akihojiwa, alionekana tulivu sana. Hata aliwapigia polisi picha kwa utani. Aliulizwa, "Je, una chochote kile kusema kuhusu wizi wa benki ya Societe Generale?" Spaghiari alitabasamu na kujibu kwa sauti tulivu, "Ningependa kujua kama walifanikiwa." Kauli hiyo iliwachanganya polisi. Hakukili wala hakukataa. Hakuwa na hofu na alionekana kuifurahia hali hiyo kama mchezo wa akili. Mahakamani, mchezo wa kisaikolojia. Mwezi Februari 1977, Spaghiari alifikishwa kotini. Mara ya kwanza, waandishi wa habari walijazana ndani ya ukumbi. Alionekana kama nyota wa filamu. Amevaa suti safi, anatabasamu na anasalimia kila mtu. Wakati mwendesha habari alipomsomea mashtaka ya wizi wa mamilioni, Spaghiari alisikiliza kimya. Kisha alisimama na kusema maneno yaliwashangaza wote. "Mlipaswa kutushukuru. Tumeonyesha udhaifu wa benki zenu." Kicheko kikapita ukumbini. Wengine walimuona kama mhalifu wa hatari, wengine walimuona kama shujaa wa akili. Lakini kile kilichotokea baadaye kilifanya dunia nzima ikose kuamini macho yake. Kitoro kwenye koti. Siku moja, wakati wa kusikilizwa kwa kesi, Spaghiari aliomba ruhusa kuongea na wakili wake kwa binafsi. Polisi walimruhusu kuingia chumba cha upande wa koti. Kwa muda mfupi, kila mtu alidhani yuko ndani akijadili hoja za kisheria. Lakini dakika zikakatika. 10, 20, 30, hakurudi. Wakati polisi walipoingia kumtafuta, waligundua dirisha dogo limeachwa wazi. Nje ya jengo kulikuwa na baiskeli ndogo. Wengine walidai kuwa marafiki zake walikuwa wakimsubiri na motosikeli. Spaghiari alikuwa ametoweka, akiruka kutoka ghorofa ya pili ya koti na kutoweka katikati ya jiji la Nice bila hata kurushwa risasi moja. Ulimwengu mwamshangaa. Habari za kutoroka kwake zijienea kote Europe kama moto. Gazeti la Le Monde liliandika, "Mhalifu mwenye akili amewapumbaza polisi wa Ufaransa." Polisi walifanya utafutaji mkubwa mpaka mipakani, misituni na miji midogo ya kusini mwa Ufaransa, lakini hakukuwa na alama yoyote. Baadaye ilisema walikimbia Amerika Kusini, maybe Argentina, ambako aliishi kwa jina bandikwa. Wengine walisema aliwahi kuonekana Madrid. Wengine walisema aliishi kwa muda mfupi kwenye shamba dogo nchini Uruguay. Maisha ya siri baada ya kutoroka. Ripoti za siri zilidai kwamba Spaghiari aliendelea kuwasiliana na marafiki wachache kupitia barua za siri. Kwenye barua moja aliandika, "Ninapumua hewa safi tena. Dunia ni kubwa na haki ni ndogo."
Wengine walidai kuwa bado alikuwa akipanga hadithi zake, kuandika vitabu na hata kushirikiana na waandishi wa habari kwa mbali. Alikuwa amegeuka kuwa mchoro wa hadithi, mtu ambaye alifanya wizi bila damu, alitoroka bila silaha na akaishi maisha ya kivuli. Miaka ilianza kupita tangu kutoweka kwa Albert Spaghiari, lakini jina lake lilibaki kama kivuli kwenye vichwa vya polisi wa Ufaransa. Kila waliposikia taarifa ya mtu asiyejulikana katika mipaka ya Ulaya, kila waliposikia tetesi za mtu mwenye uso wa tabasamu na muonekano wa kijasiri, walidhani ni yeye. Lakini Spaghiari alionekana kana kwamba alikuwa amemezwa na dunia, mtu asiyeweza kupatikana tena. Miaka 1977 hadi 1980 ilikuwa kipindi cha vuta ni kuvute. Polisi walipokea mamia ya taarifa zisizo na uthibitisho. Ameonewa mjini Madrid, ameonewa Brazil, aliishi kwenye shamba moja karibu na Buenos Aires, lakini hakuna hata ushahidi mmoja uliowahi kuthibitisha chochote. Wengine walidai kwamba Spaghiari alikuwa amebadilisha uso wake kwa upasuaji. Wengine walidai aliishi maisha mapya chini ya jina jipya, akiwa ameoa mwanamke wa Kihispania na kuanzisha biashara ndogo ya picha. Vyombo vya habari vilimfanya kuwa ngano hai, mtu aliweza kumchezea serikali ya Ufaransa na kuibuka mshindi. Kwa umma, Spaghiari hakuwa tu mwizi, bali mtu mwenye falsafa. Alipoulizwa mara moja kupitia barua iliyodaiwa kutoka kwake, alijibu, "Sikuiba pesa, nilichukua ndoto za watu walioamini kuwa dunia ni salama." Kauli hii ilizua mjadala mkubwa. Wengine walimwona kama kipofu wa maadili, wengine kama msemaji wa roho ya uasi. Katika mwaka wake ndani ya kitabu hicho, alisimulia maisha yake, falsafa yake na hata kidogo kuhusu wizi huu wa benki, ingawa hakukiri moja kwa moja. Alisema hakukuwa na silaha, hakukuwa na damu, ilikuwa kazi ya akili, si ya uhalifu. Kitabu hicho kilivuma sana. Watu walikimbilia kukisoma kama riwaya ya historia. Vyombo vya habari vilimuita gentleman thief, mwizi mwenye heshima. Serikali ya Ufaransa haikufurahishwa hata kidogo. Waliendelea kupeleleza, wakikamata washiriki wadogo waliokuwa sehemu ya genge lake. Wengine walihukumiwa kifungo cha refu, wengine walijaribu kuficha pesa walizopewa, lakini chanzo kuu cha fedha kilichopotea, makadirio ya zaidi ya franc milioni 50, takriban dola milioni 30 wakati huo, hakijawahi kupatikana hadi leo. Polisi waliamini Spaghiari alificha sehemu kubwa ya mali hiyo nje ya nchi. Baadhi ya ripoti zilisema alitumia pesa hizo kufadhili miradi ya biashara na kusaidia rafiki zake waliokuwa wanatoroka sheria. Miaka michache baada ya kutoroka, watu wa karibu na Spaghiari walianza kupokea barua zisizo na anwani kamili. Zilikuwa zikitumwa kutoka maeneo tofauti ya dunia. Kila barua ilikuwa ina maneno machache yakiwa yameandikwa kwa mwandiko wake wa kipekee. Mojawapo ilisomeka, "Ninaishi maisha yasiyo na majina. Nilishinda mchezo wangu, usinitafute." Wengine walidai kwamba alituma picha yake akivaa kofia ya cowboy, macho yakiwa yamefichwa na mioni. Mwanamke mmoja alishadidi sana akisema alikuwa akijichekenyesha. Mwisho wa safari, mwaka wa 1989, taarifa zilianza kusambaa kwamba Spaghiari alikuwa amefariki dunia. Ripoti zilisema alikufa kwa ugonjwa wa kansa akiwa katika maficho, labda nchini Italy au Ecuador. Hakuna ushahidi wa moja kwa moja uliothibitisha kaburi lake. Familia yake ilithibitisha kwa maneno mafupi, "Albert alikufa akiwa mtu huru." Hakuna mazishi ya hadhari yaliyofanyika. Wengine waliamini alikuwa hai bado, akiishi kwa majina mengine. Hata leo hakuna ushahidi wa picha au hati ya kifo iliyo rasmi. Wizi wa Societe Generale Bank uliingia vitabu vya historia kama the heist of the century. Ulikuwa tofauti na wizi wowote kabla yake, uliofanywa bila bunduki, bila kifo na bila kashafa ya moja kwa moja. Wengi walijifunza mambo mawili makubwa kutoka kwa tukio hilo. Moja, ulinzi hauwezi kamwe kuwa mkamilifu. Mbili, akili na subra vinaweza kushinda hata chuma kigumu zaidi. Baada ya tukio hilo, benki nyingi za Ufaransa zilianza kuimarisha mifumo yao ya usalama, kamera zaidi, sensa za mwendo na walinzi wanusika. Wizi huo ulifundisha ulimwengu kwamba akili ya binadamu inaweza kuvunja hata teknolojia bora zaidi. Albert Spaghiari leo anakumbukwa kwa sura mbili. Kwa upande mmoja ni mhalifu, aliiba mali isiyokuwa yake, alisababisha hasara kwa mamia ya watu. Kwa upande mwingine ni sanaa ya akili, mtu aliandika falsafa ya uhalifu bila damu, bila chuki na bila vurugu. Katika makumbusho ya Nice kuna picha moja tu inayohusishwa naye, uso wenye tabasamu la siri, macho yanayometameta kama mtu anayejua kitu ambacho dunia nzima hakijui. Kuna msemo wa Kifaransa unaosema le sombre ne mourent jamais, kivuli hakifi kamwe. Na kweli kivuli cha Spaghiari bado kipo katika vitabu, filamu, nyimbo na mioyo ya wale wanaovutiwa na hadithi za ujanja. Hadi leo hakuna aliyeweza kuthibitisha alikokuwa, pesa ziko wapi au nani hasa alikuwa nyuma ya plani nzima.
Wengine wanasema benki yenyewe ilihusika kwa siri, wakihitaji mshindo wa kisiasa kuficha jambo kubwa zaidi. Wengine wanasema Spaghiari hakuwa peke yake, kwamba wizi huu ulikuwa pia sehemu ya mtandao mpana wa wanajeshi waliokuwa na hasira na serikali ya Ufaransa. Hata hivyo, ukweli unabaki pale. Mwaka wa 1976, watu wachache walichimba kombo dogo chini ya jiji la Nice, wakaingia kwenye volti ya benki kubwa, wakaiba milioni na hawakuyai kupatikana. Na mpaka leo ukitembea kwenye barabara za jiji la Nice usiku wa manane, baadhi ya wazee wanasema bado unaweza kusikia sauti za fundi waliokuwa wakichimba chini ya ardhia, wakicheka taratibu kana kwamba wanamcheka dunia. Kauli ya mwisho ya Spaghiari ilikuwa kama hii: nilitaka kuandika jina langu kwenye historia, not in blood but in soil. Wengine wanachimba kaburi, mimi nilichimba njia yangu ya heshima. Maneno haya yamebaki kama ishara ya mwisho ya akili isiyokuwa na mipaka, akili iliyogeuza uhalifu kuwa sanaa na benki kuwa jukwaa la kuonyesha ubunifu. Mistari ya Mahabosa, kisa kilichoishia hapo. Mwisho wa simulizi. Pierre Chateau Heist, Société Générale, Nice, 1976. Kisa cha kweli cha wizi usio na bunduki, usio na damu na uliogeuka kuwa hadithi ya dunia. Asante kwa kuangalia mpaka mwisho wa simulizi na kuomba usisahau kusubscribe na kulike, share, comment. Ungependa ni kuandalie kisa cha nani? Comment hapo chini.